Hello, heri ya mwaka mpya. Karibuni sana na karibuni tena kwa mara nyingine kwenye chaneli hii ya ushonaji. Poleni sana 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 kwa kusubiri, maana nilipotea kwa muda kidogo kutokana na majukumu ya hapa na pale ya ujenzi wa taifa. Lakini nimerudi sasa na leo tutaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona belti la mkunjo. Belti hii unaweza ukaishona kwa suruali ama kwa sketi. Sawa na kuomba tu usiache kucomment, usiache kulike, kushare na washonaji wengine ili nao wapate maarifa, lakini pia usiache kusubscribe kwa mafunzo zaidi ya ushonaji, lakini pia uwe wa kwanza kupata video zangu kila nitakapokuwa nina upload. Naomba twende moja kwa moja darasani. Kwa kitu cha kwanza unatakiwa uwe na kipimo cha mzunguko wa kiuno kwa hiyo nguo yako ambayo unataka kuiwekea belti. Sawa? Mimi belti hili nitaliweka kwenye sketi. Na kwa kuwa belti letu tunaenda kulikata kwenye mkunjo, basi na kipimo changu nitakichukua kwenye mkunjo. Utakunja nguo yako kama namna hii, sawa? Utaikunja huku ni mbele kati na huku ni nyuma. Sawa? Hakikisha na hii nafasi ya zipo na yenyewe umeitanua namna hii. Na hapa kwenye mshono wa pembeni, hii mishono ya pembeni umeilinganisha kama hivi. Kwa hapa utachukua kipimo cha mzunguko huu namna hii. Utaweka tepu yako kuanzia hapo mbele kati kama hivi. Utapima mpaka mwisho hapo kwenye nafasi ya zipo. Utakinoti hiki kipimo pembeni. Halafu utakuja upime tena kutokea hapa mbele kati mpaka hapa ambapo mishono yako ya pembeni inaishia. Hakikisha una hicho kipimo. Baada ya hapo utachukua kipande chako cha stifu kama hivi. Nimesema tunaenda kukata kwenye mkunjo, kwa hiyo na kipande chako utakikunja namna hii. Lakini hakikisha huu urefu ni urefu wa mzunguko wako wa kiuno. Na kwa upana wa belti utachukua kipimo cha upana wa belti lako. Unataka belti lako liwe na upana gani? Chukua hicho kipimo. Mimi binafsi nitatumia sentimita 4. Upana wa belti nitatumia sentimita 4 ama inchi 1.5. Kutokea kwenye hicho kipimo nitaongezea sentimita 5 ama inchi 2. Na wewe utafanya hivyo. Kwa huu upana hakikisha ni upana wa belti lako, ongezea sentimita 5 ama inchi 2. Kwa hiyo hapa ukiwa umeikunja stiff yako namna hii, hakikisha ule upande wenye gundi unakuwa ndani. Sawa? Michoro yako inatakiwa iwe kwa nje. Kwa ukishakuwa na kipande chako cha stifu kama hivi, utachora mstari wa kukuongoza, mstari wa kuanzia, mstari wa kunyoka hapo chini kama hivi. Sawa? Then utakuja uingize kipimo chako sasa kile cha mzunguko wa kiuno. Sawa? Na vipimo vyako hakikisha vinaanzia hapa kwenye mgongo. Sawa? Huku kwenye mkunjo. Huku ndo kutakuwa mbele kati. Kwa utaweka tepu yako namna hiyo, utaingiza kile kipimo chako cha mzunguko wa kiuno. Kumbuka hapa tunakata kwenye mkunjo na kipimo tulikichukua kwenye mkunjo. Na stiff yetu hapa ipo kwenye mkunjo. Zingatia hilo. Kwa utaingiza kipimo chako kile cha mzunguko wa kiuno. Sawa? Lakini pia nilisema upime kutokea pale mbele kati mpaka usawa ule wa mshono wa pembeni. Sawa? Utaingiza hicho kipimo kutokea mbele kati mpaka kwenye ule mshono wa pembeni. Kipimo changu kinaishia hapo. Sawa? Baada ya hapo uta square mistari kwenye hizi alama zako. Baada ya hapo utakuja kutokea hapa mwanzo utapanda sentimita 5 ama inchi 2. Utaweka alama kama hivyo. Sawa? Then utakuja tena kutokea hapa mwanzo mbele kati mpaka hapa kwenye hiki kipimo chako cha mishono ya pembeni. Utagawa hiki kipande hapa. Utakigawa kwa 2. Jibu unalolipata utaweka alama hapo katikati kama hivyo. Then utatengeneza mstari wa kavu kutoka hapa ulipopanda, mstari wa kavu uje mpaka hapa. Baada ya hapo utaingiza kipimo chako cha upana wa belti. Mimi nimesema nitatumia sentimita 4 ama inchi 1.5.
Wewe utaingiza hicho kipimo unachokitumia. Kama tunaenda sambamba na mimi sentimita 4 ni sawa. Kwa utapima kutokea kwenye huu mstari, utapima ule upana wa belti lako. Kwa mimi sentimita 4 ama inchi 1.5 yangu inakuwa iko hapo. Then utaunganisha tena kwa mstari wa curve ambao utakuja mpaka usawa huku kutanyoka. Sasa kutokea kwenye huu mstari utaingia ndani sentimita 1 ama nusu inchi. Utaweka alama namna hiyo, then utaunganisha kutoka kwenye alama hapa mpaka hapa. Kama hapa belti lako lipo tayari na unaweza ukakata. Kwa ukishakata belti lako utakuwa na kipisi chako cha namna hii. Kwa baada ya hapo unatakiwa uwe na vipisi vyako viwili vya kitambaa kama hivi. Sawa, utavibebanisha kama hivi. Na vipisi hivi vinatakiwa vitoshe hiki kipande chako cha stiff cha belti ulichokikata. Hapa unachotakiwa kufanya, hiki kipande cha juu utakigundisha na hii stiff yako. Sawa, utaenda utaigundisha hapo kwa juu. Hiki kipande cha chini utaachana nacho. Kwa ukishagundisha hii stiff yako namna hii kwenye kipande chako hiki cha juu, hiki cha chini kinakuwa hakina stiff. Kwa utaenda kwenye mashine uende ukashone. Hapa unachotakiwa kufanya, utashona pembezoni mwa hii stiff. Upande huu wa juu. Sawa? Upande huu wa juu. Utashona pembezoni mwa stiff mwanzo mpaka mwisho. Ukimaliza utapunguza hii nafasi alafu utageuzia upige na ule uzi wa juu. Hapa nimeshashona pembezoni mwa stiff. Alafu nimegeuza, nimepiga na uzi ule wa juu. Kinachofuata hapa unatakiwa ukate hii nafasi iliyozidi. Utakata lakini utaacha sentimita 1 ama nusu inchi ya kushonea. Ukishakata huu upande wa stiff, utakopi. Utatumia hiki kipimo ulichokata huku kwenye stiff, utakata na upande huu wa pili. Kwa ukishatoa ile nafasi iliyozidi, belti lako litaonekana kama hivi. Kwa zoezi linalofuata hapa utaenda, kama una overlocking machine basi utapiga overlock huu upande ambao hauna stiff, sawa? Lakini kama hauna overlocking machine basi hapa unachotakiwa kufanya utakunja ile nafasi tulisema sentimita 1 ama nusu inchi ya kushonea. Utakunja namna hii, utapiga pindo mwanzo mpaka mwisho. Hapa mimi nimetia pindo. Ukishamaliza kutia pindo ama ukisha overlock kama hivyo, mshono wako umekaa vizuri kabisa. Kinachofuata utakunja hii kola ya utakunja hili belti lako namna hii. Sawa? Alafu hapa kati utaweka alama. Kwa utachukua sketi yako kama hivi. Na hapa mbele kati kwenye sketi unatakiwa na penyewe uweke alama. Then utachukua sasa hii belti yako. Hapa kwenye alama panatakiwa paende sambamba na alama ya huku kwenye sketi. Kumbuka, upande huu ambao una stiff utageuza. Nje mwa belti na nje mwa sketi vinatizamana namna hii. Sawa? Then utaenda utashona kurudi hivi mwanzo mpaka mwisho. Utarudi na upande huu mwanzo mpaka mwisho. Kwa ukishamaliza kushona huu upande ambao una stiff kama ambavyo inaonekana hapa, nimeshashona mwanzo mpaka mwisho. Kipande kilichobaki ni hiki ambacho hakina stiff ambacho tumekitia pindo, ama kwa wewe mwingine kama umekioverlock. Sawa? Unachotakiwa kufanya hapa, utachukua huu mshono. Sawa?
Huu mshono unatakiwa ulalie huku ndani kwenye belt kama hivi. Alafu hiki kipande chako ambacho umekioverlock ama umekipiga pindo utakifunikia hapa kwa juu. Kinafunika ule mshono namna hiyo. Sawa? Kwa wewe beginner, ili zoezi liwe rahisi, basi utapini kama namna hii. Sawa? Utafanya hivyo kwa kuzunguka kiuno chote hiki. Utakuwa unafunika mshono, unafunika na hiki kipande chako ambacho hakina stiff, alafu unapini. Kwa ukishamaliza kwenye ushonaji sasa, utaenda kwenye mashine, utashona kwa upande huu wa nje. Sawa? Zingatia, uzi wako unatakiwa upite katikati ya mshono. Uzi hautakiwi kuonekana. Utaupitisha hapa katikati ya mshono. Utaenda nayo mwanzo mpaka mwisho. Utashona kwa upande wa nje. Zingatia, uzi hautakiwi uonekane. Upitishe katikati ya mshono. Utaenda nayo mwanzo mpaka mwisho. Kama inavyoonekana hapa, nimeshamaliza kushonea belti langu. Na nimepitisha ule uzi katikati ya mshono, manake uzi hapa hauonekani. Nimeshona mwanzo mpaka mwisho, na kwa ndani itaonekana kama hivi. Na huu ndo mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Bye bye.